Mkenya mwenzangu, tuko mahali pabaya. Mkenya mliposhuru, tuko mahali pabaya sana kama wananchi wa taifa la Kenya. Wakenya tuko katika kwenye njia panda ndani ya taifa la Kenya kwa sababu viongozi ambayo tunawachagua hawana haja na maisha yetu kama wananchi. Kama ni mara yako kwanza, na kuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, share. Mkenya, kuna vitu ambayo linanisumbua kama mliposhuru, kwa sababu sijui ni tatizo lipi ambayo Esther Pasaris Muthoni analiona wakati watu wanafanya maandamano ya kudai haki zao kama wananchi. Ndipo ninasema tuko katika kwenye njia panda kama wananchi. Iwapo haujafunguka macho kama mwananchi, bado unafuata wanasiasa blindly kama kipofu. Ndugu yangu Mkenya, nataka tuende moja kwa moja, mwendo wa aste, tujiulize ni sababu ipi inafanya Esther Muthoni Pasaris kuwakilisha mswada ya kudhibiti maandamano katika kwenye bunge. Huyu ndio mama ambao alikuwa anafanya maandamano ya Azimio, na kwa sababu leo hii wamo ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, broad-based government, ambayo inafanya matakwa zao na maslahi yao, Esther Muthoni Pasaris ameamua ya kwamba lazima deal na wananchi waliomchagua. Amesahau ya kwamba during Azimio maandamano wao walikuwa kipaumbele wakilalamika ya kwamba police brutality. Walikuwa wanalalamika ya kwamba serikali inagandamiza haki ya wananchi. What happened now? Esther Muthoni Pasaris yenye haifaidi mkazi wa Nairobi, inajifaidi mwenyewe kama Esther Muthoni Pasaris, women rep wa Nairobi, mama ya kujipodoa. Lakini kazi ambaye alichaguliwa queen power wa mama wa Nairobi County, maeneo ya bunge 17, haonekani. Utampata katika kwenye vilabu kubwa na moteli kubwa, hakikula raha. Lakini wananchi waliompigia kura wanabonda mateso. Nataka kujiuliza mwananchi, ni nini imemsukuma Esther Muthoni Pasaris kupeleka mswada ya kudhibiti masuala ya maandamano katika kwenye CBD, kwenye public office? Why now? Mimi narudia, Mkenya tusipokaa ngangari, the problems ya wananchi ni viongozi watundu, viongozi wazembe kama Esther Muthoni Pasaris ambao tunawachagua kwa manufaa ya chama, lakini sio kwa manufaa ya wewe mpiga kura. Nataka jiulize, sababu gani ambayo mama huyu apeleki mswada ya kuinua wa mama wa Nairobi, kisha ameona pengo ya kwamba wanaandamanaji wanaribu vitu. My fellow Kenyans, ninarudia, kama hujakaa chini kama mpiga kura uangalie scenarios yenye William Samoei Arap Ruto, Rigathi Geoffrey wa Gachagua walikuwa wanatumia mbinu chafu ya kuinda kura na hatimaye walipata, kisha wakatupambaza. The same way ODM wachache wamesahau jukumu lao kama kutetea wananchi, wao ndio wanatesa wananchi. Hebu jiuliza, watetezi wamegeuka watezi, wanatesa wananchi waliomchagua. Esther Muthoni Pasaris, sijawahi ona empowerment yoyote ambayo mama huyu anachangia ndani ya wana Nairobi County. Vijana wa mama hana muda wowote ya kusunguka Kariobangi, Mathare, Soweto, Mukuru Kajenga, Mukuru Kayaba, Korokocho. Hana wakati wowote
wala hana muda wa kusunguka, ila hako na nafasi ya kupeleka mswada ya kudhibiti maandamano. Kwa nini viongozi tunachagua hawana akili ya kufanya empowerment kwetu kama wananchi? Mswada zipo, pesa zipo. Kwa nini pesa hayo haionekani kwa mikono zetu? Uchaguzi yuaja mwaka 2027. My fellow Kenyans, usipofungua macho bado unasema Rigathi is the best man, William Ruto is the best man, is our son, Mheshimiwa Prime Minister Odinga is our son. Tarajia kukufa kama unaangalia, kwa sababu ni ubabe wa kisiasa, ni ubabe wa utajiri, kisha wewe mwananchi ambalo huko mstari wa mbele kusema our son, mtoto wetu. Wewe na nani? Wakati mtu anatumia cheska ya thamani yake 36 million Kenya shillings, wewe hauna tawaya ya baskeli na unasimama kwa kipaumbele ukisema kwamba our son, mtoto wetu hataguswa. Wewe na nani? Wakati viongozi tunadhani ya kwamba walikuwa na lengo na nia ya kusaidia wananchi, kumbe walikuwa na agenda fiche ya kwamba wapo tutaingia ndani ya serikali, tutafanya maslahi ya serikali na tutafanya matakwa yetu kama viongozi, ila hatutafanya matakwa ya wananchi waliotuchagua. Niko na chungu sana nikiona mwakilishi ambaye asaidiwa na Nairobi hako na kierere na kimbelembele kuenda katika kwenye bunge kuwakilisha mswada ya kudhibiti maandamano, kisha aliyempigia kura mkazi wa Nairobi wahangaika, ukosefu ya ajira, ukosefu ya biashara, pesa ya ngafu mama huyu ako nayo, pesa ya disaster mama huyu ako nayo. Swala bado tunauliza, hela hizi zote mama huyu anapeleka wapi kama wezi kuempower vijana wa Nairobi, kisha hako na kimbelembele ya kupeleka mswada ya kudhibiti maandamano? The same way Rigathi alikuwa ndani ya serikali, hakukuwa anatujali, yumo nje, yeye ndiye mstari wa mbele kubweka kujidai ni baba ya Gen Z, ila wakati ulikuwa unafanya maandamano ya Gen Z, wao walikuwa wanasema kwamba hawataki vurugu, hawataki maandamano. Ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa na sponsor maandamano ya wananchi. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge. Niko hapa kusungumuza maoni yangu na kwa niaba ya wale ambao hawana sauti ya kusungumuza. We cannot tolerate nonsense and ujinga na kumbafu zoom na uligani zoom ndani ya taifa la Kenya, kwamba kiongozi anapata muda anachukua nafasi hiyo kujilimbikisia tajiri, kisha wewe mlala inchi, mlala oya ambaye mkula nyazi pia unataka kuimba kwaya ya kiongozi huyo. Mkenya, wakati imefika tungoe pembe ya viongozi kama Esther Passaris, wenzake kama Rigathi Gachagua, wengineo wengi sana. We must to change our country, kwa sababu hatutafanya siasa ya upusi kama wako nje wako radhi kufanya maslahi zetu, wakitutumia kuuliwa kisha waingie ndani. Wakiwa ndani wako tayari kutumia vyombo za usalama kulinda mali zao na tajiri zao na tenda zao. Wakishatolewa ndani ya serikali wanakuja nje kutupambaza kwamba mimi niko na nyinyi. Never. Don't trust a politician, kwa sababu njama zao fiche ni kusambaratisha. Kumbuka Uhuru Kenyatta alisumbuliwa zaidi na serikali hii ambayo iliko mamlaka. Leo hii wamejiunga pamoja kutukula. Tafakari ya babu Mkenya, chombo ya kubadilisha maisha yako ni kura.
sio pesa ya mwanasiasa, ila kitambulisho yako na kujiandikisha kama mpiga kura itakufanya wewe ukuwe mdosi, ni kuwe tajiri. Amua ya kwamba unataka kuishi maisha gani ndani ya taifa la Kenya. Iwapo maisha haya ya serikali ya Kenya Kwanza pamoja na waliochangia William Ruto kuchaguliwa kama Geoffrey Rigathi Gachagua wote 2027, tuwatume mapema nyumbani. Rigathi aenda pumzika na wajukuu wake, William Ruto aenda pumzika na wajukuu wake, Mzee Tinga aenda pumzika na wajukuu wake, na tuamue kwamba kwa kauli moja, we need change and proper change. Langu jina ni mtetezi wa wanyonge, kijana wa Uhuru Kenyatta. Tafakari ya babu, mpiga kura mwenzangu.